padre huyu ambaye amepadilishwa hapa kwetu atafanya kazi tangia siku ya leo, na kazi ameshaianza kwa kutoa baraka kwangu na kwenu ninyi nyote. Anapewa haki zote za kipadre kama mapadre wengine waliotangulia, wale waliopadilishwa mwaka 1917 ambaye alikuwa Monsignor Wilbard Mpapi pamoja na Oscar Kiakaraba, hao wakiwa wa jimbo letu la Bukoba. Kwa hiyo na yeye anapewa madaraka yake yote ya kipadre, lakini kwa kuzingatia taratibu na sheria zetu ambazo maaskofu waliziweka katika jumuiya ya AMESEA kuadhimisha misa takatifu, gawa sakramenti zikiwemo sakramenti zote isipokuwa sakramenti ya upadre, lakini nyingine zote anaruhusiwa kufanya nini? Kuziadhimisha kadiri ya taratibu na miongozo iliyopo katika kanisa letu, kanisa Katoliki. Kwa hiyo padre mpya tunakutakia utume mwema, na wakati mwafaka tutakupatia utume huo, tutakwambia kwamba utaanzia parokia fulani. Lakini siku ya leo ni vizuri ukaenda ukapumzika, ukasikia upadre, utakapolala usikie kwamba sasa mimi ni padre, najisikia upadre, na hata siku ya leo utakapokuwa unakula ujue kwamba wewe ni padre, na sasa utapata vidhibitisho hivyo ambavyo tunavyo kwamba wewe ni padre. Kuna cheti kwamba umepewa upadre siku ya leo, na kuomba upokee cheti hiki cha kwamba umepewa upadre siku ya leo. Na utapewa kitambulisho kingine kinaitwa celebrate. Yaani utakapokuwa unaenda sehemu hasa katika nchi zetu za AMESEA, na hata ukienda popote Ulaya, ukiwa na hiki inathibitishwa kwamba we ni padre wa kanisa Katoliki na unatokea jimbo letu la Bukoba. Usisahau, usije wakakukataza kusali misa, wengine ilishawatokea. Pia unapewa utaratibu wa maisha yetu ya Noma Vitae, yaani tuishi namna gani sisi mapadre wa jimbo la Bukoba. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya miongozo ambayo tunayo katika jimbo letu. Mapadre waliotutangulia waliweka kitu hiki kianzia na Mwadhama Kardinali Laurian Rugambwa, wakati wake aliweka mwongozo huo, na wamekuwa maaskofu kadri walivyokuwa wakipita, wamekuwa wakiuangalia na kurekebisha mambo mbalimbali. Labda na sisi wakati wetu tunaweza tukarekebisha mambo yoyote, lakini kwa sasa hivi baada hatujarekebisha. Kwa hiyo tunaendelea kutumia mwongozo huu. Fuata mwongozo huu, utakulinda katika kuishi upadre wako. Kuna utaratibu wa mapadre uliowekwa mapadre katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na hii ni mojawapo ya nyaraka muhimu ambayo utakuta karibu mambo yaliyo na yaliyo hayatofautiani sana. Maaskofu, mababa askofu, nadhani imetengenezwa wakati baba askofu Kilaini
wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania waliona wawe na utaratibu unao mwongozo ambao unawasaidia mapadre wa nchi yetu ili waweze kuwa na mwongozo ambao utawasaidia katika maisha yao ya upadre. Kwa hiyo na wenyewe tunakupatia siku ya leo. Pamoja na hiyo utaweka kiapo cha kwamba mali utakazozipata ukiwa padre ni mali za Kanisa Katoliki la Bukoba, na tutaomba uweke kiapo hiki ili watu wasije wakawa na kuzongazonga kwamba boinebaga kuwa arweki otushondeleo naweza akawapatia, lakini pawepo na utaratibu fulani. Kwa hiyo tunaomba uweke kiapo hicho hapa mbele. Biblia sijui iko wapi, usome wote wasikie kiapo hiki. Mimi Padre Siselius Buberwa ambaye nimepewa upadre kulitumikia Kanisa Katoliki jimbo la Bukoba, na popote nitakapotumwa na askofu wangu kuhudumia, natamka kwa hiari kuwa nitafuata mfano wa Kristo mchungaji mwema ambaye si mtu wa mshahara na ambaye hana mahali pa kulaza kichwa chake. Najua kuwa mali yoyote ninayopokea na nitakayoipokea kwa kuwa mimi ni padre ni kwa ajili ya kuhudumia watu na kanisa. Hivyo mali ninayopokea, hasa ile inayotokana na idhini au ruhusa ya askofu wa jimbo, moja kwa moja au hata kwa mbali, kwa lengo hilo si yangu binafsi, bali ni mali ya kanisa, na sitaitumia kwa faida yangu, ya wazazi wangu, ya ndugu au rafiki zangu. Na kwa mantiki hiyo, hakuna atakayekuja kudai kwa askofu au kwa kanisa mali niliyopokea kama padre kwa malengo ya utumishi wangu nikiwa hai au baada ya kufa kwangu. Kwa kuzingatia sheria na miongozo ya jimbo na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuhusu maisha na kazi za mapadre wa Tanzania, hasa Vademecum document namba 45 hadi 57, nitafuata kwa moyo radhi maelekezo nitakayopewa na askofu wangu kuhusu mali, iwe fedha au vitu au vifaa nitakavyopewa na yeyote kwa ajili ya utumishi wangu katika kanisa. Najua kuwa kutofuata maelekezo, taratibu, sheria na miongozo hiyo ni kukiuka sheria na kuvunja ushirika na askofu wa jimbo. Nitaepuka hilo daima. Mungu nisaidie kwa njia ya injili hizi ninazozishika, niweze kushika umaskini wa moyo kwa hiari kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunamtakia padri wetu mpya aweze kuyaishi kama tulivyomwombea, na kwenye misa hivi viapo ambavyo ameviweka, na sisi tumsaidie tumsaidie aweze kuishi viapo hivi.
pamoja na hiyo najua unaanza utume, kwa hiyo tunahitaji kukushika mkono. Kwa hiyo hii ni zawadi yangu kutoka uaskofu. Hongera sana. Kwa hiyo baada ya hayo napenda pia kuchukua nafasi hii, sababu labda wakati tutakapopata nafasi ya kuongea tena, wengine wengi watakuwa wameisha ondoka. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru kwa adhimisho la sherehe ya adhimisho la misa takatifu, ambapo tumempata padre mpya, Padre Serius Buberwa. Pia na shukuru baba askofu Method Kilaini ambaye ameshiriki nasi katika adhimisho hili, na nilete salamu tena za baba askofu Desiderius Roma ambaye ameniambia niwasalimie na niwaambie kwamba akupata nguvu za kuweza kufika huku, lakini amekuwa nasi kwa njia ya sala, na nakutakia yote mema na ufanisi katika utume wako, padre mpya, Padre Serius Buberwa. Nipende pia kushukuru kwanza kabisa tena mapadre kwa kufika kwa wingi, maana huku sio karibu, lakini naona mmefika kadiri walau kwa wingi wa namna hii. Tunashukuru kwa kufika. Mamonsnyori tunashukuru kwa mamonsnyori kufika. Nadhani tunaye monsinyori anayekaa huku, lakini na sasa mmeona kwamba tunao mamonsnyori wengine wawili na wengine hawakuweza kufika, lakini kuwa na mamonsnyori ni mojawapo ya kwamba kanisa ili jimbo letu la Bukoba linakuwa. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa kumpigia makofi kwa mamonsnyori wetu hapa. Tunawashukuru pia masista ambao umefika kwa kuombea na kuunga mkono parokia hii teule ya Kianshenge. Niwashukuru pia watawa wa kiume ambao mmefika. Niwashukuru pia mafrateri kwa kufika, na nyie mmeona njia. Jitahidini msiishie njiani, na nyie muweze kufika kwenye altare ya Bwana. Nipende kwa namna ya pekee kuwashukuru baba paroko wa parokia hii na paroko msaidizi kwa maandalizi mazuri. Asante sana kwa maandalizi mazuri ya sherehe hii. Najua kweli mmekuwa ni kukatika, mnajenga kwa mnamalizia nyumba mpya na tafuta usafiri, ilikuwa sio kazi rahisi, na kuandaa mazingira, na parokia haijaanza muda mrefu, karibu mwaka mmoja na siku 15. Na washukuru wana Kianshenge, kumbe parokia mlikuwa mnaistahili. Hongera sana. Hongera sana kwa kufanya makubwa haya, kwa ushirikiano wenu ambao na ushuhuda wa imani yetu ambao mmeuonyesha. Asanteni sana. Nipende kushukuru kwaya, watumikizi wa misa na watoto wa utoto mtakatifu na wote ambao wamehudhuria, hawa ambao wametuwezesha, watangazaji wetu na Radio Maria ambao walikuwa wanarusha matangazo ya hapa Kianshenge mbashara. Asante sana kwa kutuweka hewani kwa dunia nzima, sio Bukoba tu. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kutufanya watu wa mataifa. Asanteni sana. Nipende kuendelea kuwashukuru wazazi
wazaa chema. Asante sana. Kumbe inawezekana na wazazi wengine ambao mmekaa wapambe, mnaona kwamba inafanya nini, inawezekana. Tayari tulishampata hapa Padre marehemu Padre Karisti, apumzike kwa amani, na padre ambaye yupo hapa Padre Paternus na wengine kule Butakia tumempata padre mwingine, labda sijui kama Kishuro tumempata padre yoyote, lakini nimesikia kwamba kuna yupo Kishuro. Kwa hiyo tuwaombee hata mafrateri ambao wako njiani. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hata maeneo haya ya huku chini bandi baetom Kinogoto inawezekana tukawa na nini na miito kama Mbunda. Sasa hivi Mbunda ni mojawapo ya parokia ambayo inaelekea kuwa na mapadre wengi kuzidi hata parokia nyingine ambazo zilitangulia, na nyie inawezekana. Huyu anatuonyesha kwamba inawezekana, na wale ambao ni wa Kishuro na yule wa Kishuro inaonekana kwamba inaonyesha kwamba inawezekana.